Mko vizuri lakini? Bana, sisi Simba tuko buheri. Yaani sisi tuko kwenye ibada ya saumu. Tunamshukuru Mungu kutupa pumzi. Kwanza nimerudi tena kwa mara nyingine, maana wadau wangu wa Simba Fans TV huwa wanasema bwana audio bwana tumechoka. Sasa so audio leo tumerudi na video na elimu kama ilivyoada. Simba Fans TV ni kituo cha elimu, hili ni darasa. Leo tumekuja kufundisha vitu viwili. Kwanza tumekuja kukataa ushirikina ambao umefanywa muda mrefu na hila za kupuliziana madawa katika vyumba. Pili, tumekuja kutoa maelekezo kwa nini Simba tulikuwa bora na kwa nini tulionyesha si ni bora Afrika Mashariki na Kati. Naam, Abdallah, kwako kwanza. Bwana, mimi nashukuru sana kwa ufafanuzi ambao umeutoa, lakini twende moja kwa moja kwenye mchezo wa jana ambao kwa mara ya kwanza katika michezo 6 Simba Sports Club wakifanikiwa kupata alama mbele ya mtani da Young Africans. Kwa namna ambavyo uliutazama mchezo Sefu, Simba walistahili kuondoka na alama moja na Young Africans walistahili kuondoka na alama moja ambayo waliipata? Hapana, Simba wamepata alama 3, lakini waamuzi wamegeuza kuwa moja. Yaani ieleweke, unajua izungumze haki hata kama haipo. Manabii hao walikuja na mitihani. Nitumie mfano afu nitakuelewesha. Umeona walipokuja Yesu ambao si Waislamu tunamuita Isa, kwa sababu watu walimuona akigonga vikopo wakati anakuwa. Umenielewa vizuri? Walimuona muda huo wakati anagonga vikopo, bwana mkubwa anakuwa. Siku aliowafuata akamwambia jamani, mimi ndio yule. Akafungua chuo cha Nabii Isaya akasoma. Chuo kilikuwa kinasoma roho wa Bwana juu yake. Umeona ujio wake, vipofu wataona, mabubu watasema, viziwi watasikia. Yeye akasoma tofauti. Akasema roho wa Bwana juu yangu. Watu wakajiuliza wenye hekima, maneno haya maana yake leo yametimia? Si tulisoma kama utabiri, Yesu kaja, wakamfukuza. Umeelewa vizuri? Haki ikisemwa huwa kawaida inachukiwa. Kwanza niseme haki kwamba Simba jana amepata pointi 3, lakini muamuzi kameza 2, na tumuombe Karia, kauli yake tulisikia. Hao waamuzi tuone wako kizimbani na wanafungwa. Lakini kucheza dabi, viongozi wa Simba wamecheza dabi nyingi. Jana wamecheza aina nyingine ya dabi. Kwanza hapa ndo tuelewane. Tofauti na walivyocheza mechi zilizopita. Kwanza walikuwa na adabu na mpira. Yaani wanakuwa na adabu na watu wasio na adabu. Yanga hawana adabu. Mwaka jana na mwaka juzi, nakupa takwimu sasa, wameongoza mara 28 kuto kupita katika mlango. Mara 28. Yanga wanatufunga sisi goli 2-1. Wao ndo wenyeji wa uwanja. Aziz Ki anapiga penalty. Yanga wamekataa kuingia katika vyumba ambavyo wao ndo walikaa na funguo. Mara 28 wamekataa kuruka geti. Mara ya mwisho wanagoma kuruka geti wamepigana na Field Force. Asa ikiwa walikuwa wanaruka geti wakaleta vita kubwa na Field Force, nini walikuwa wanakwepa? Tuanzie hapo. Ndio maana nimesema jana viongozi wameanza kucheza dabi. Kitu walichokuwa wanakikwepa, walikuwa wanakwepa vitu viwili. Yanga wamekuwa na matumizi mabaya ya miili yao na wamekuwa na matumizi mabaya ya miili ya watu wengine. Siogopi, yani nitasema hata ukiniamsha saa 10 za usiku. Yanga tunaanza mwaka juzi walikuwa katika uwanja wa Azam, nadhani ndio Azam Complex. Tulikuwa nao pamoja, tukahama tukaja KMC Complex. Azam na ni Yanga na wakaja wapi? KMC. Unakumbuka mechi ya mwisho wakati wanaondoka ulionekana mabomba na vitu vingine. Yanga wamekuwa na tabia hizo. Kwanza matumizi mabaya ya miili, na ndio maana baadhi ya wachezaji wao wakitoka kwenda klabu vingine wanakuwa na fatiki kweli hawajiwezi, kwa sababu wanatumiwa vibaya katika miili. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo sasa hivi viongozi wa Simba wamestuka. Yaani sasa nao wamekuja kucheza dabi. Wamekuja kucheza dabi. Kwanza tuonyesheni vyumba vyetu mapema. Vyumba hivi tukabadilisha makomeo. Hii hujaipata au unayo? Sisi tulibadili mpaka makomeo. Chama cha soka cha nani ZFA, Zanzibar ni ZFA, tumewapa faida sisi uwanja ule ZFF sawa. Kumbe imegeuzwa sasa hizi. ZFF Zanzibar sisi tumewapelekea makomeo ya gharama. So yale tuliyoyakuta tumebadili mpaka makomeo katika chumba. Yanga wamekuja wamwage dawa kama walivyozoea ili kipindi cha pili tuchoke watufunge. Umenelewa? Hakuna baba, milango imefungwa na sisi ndo tuna haki ya kuingia na makomeo yale, ukigusa anapiga alarm. Yaani kilichotokea jana kikubwa, wewe nisikilize, mimi ndo nina siri zote. Walipogusa tu kelele, walinzi wanakuja kwa sababu wana kawaida ya kuonga, utaonga walinzi wote wa uwanja. Ikashindikana jambo la kwanza. Hilo viongozi wamekonda sawa. Jambo la pili ushirikina. Umeelewa? Hii nisiache hivi, niko na kijana hapa, nimetoka naye mimi Tanga mpaka tunafika Shekhe. Kama unakumbuka nilikuwa na press ya mwisho niliifanya kwa Shabani.
Nilikuwepo katika press. Nilisema mimi nitakwenda kufanya dua ya mguu mmoja. Nitanunua mbuzi na mtaalamu wangu. Sasa nimeona sio vyema. Kajitolea na nini. Tumeingia sijana alfajiri hapa. Mwalimu wangu amepanga sehemu, mimi maarufu namuita mjomba huyo Omar bwana. Amepanga sehemu, tukafanya la kufanya. Sitaki mtu ambipe. Yaani sijaja kusema eti mtu atoe hata shilingi 10, hapana. Na huyu sio mganga, huyu ni mtu wa dua. Isikusitue hii blazameni ujana. Umenielewa vizuri, na dua zina njia nyingi za maombi. Tumefanya tulichofanya, si lengo liko ushindi. Ndio maana mimi nasimama kusema tumeshinda, na nilikwambia kabla wakati tunafanya audio ili Yanga wapate sare, maneno haya watakumbuka fansi wangu, ni lazima muamuzi ndo aamue hiyo sare. Na tumeona jana muamuzi anaweka kamba katikati, wamekufa, ameenda kuamua sare kwa mtindo. Maana yake ishu ya pili ya ushirikina, kwa maana ya kufanya mauchawi, tumekwenda kuua mauchawi uwandani. Kama nyuma ya pazia tumefanya, na sisi tumefanya cha kufanya. Sisi tuko katika saumu bwana, watu wa ibada, tumetumia madua. Wewe huwezi amini, mimi kadondoka mbuzi upande wangu. Mimi nimechoka dharau za kishamba. Yanga wa shamba kweli. Yaani wakishinda ushindi wao marefali na ushirikina wanakuja kutusumbua. Mimi usumbufu sitaki. Ili nifuturu futari nzuri na daku nzuri. Kamwambia Sheikh Omar fanya cha kufanya hapa. Mimi nitawajibika. Na nashukuru ni mimi na tawi langu la Nevada. Umenielewa bwana? Tumempa hongera yetu kijana wetu, na karibuni atageuza kurudi zake Tanga kwenda kufanya shughuli zake. Kwa hiyo nisisahau. Tukafanikiwa upande wa pili. Upande wa tatu twende tukaonyeshe quality ya wachezaji. Timu ina mchezaji mmoja anaitwa Pacome Zouzoua. Yaani saizi hata haya hawana eti mtaani wanasema opa Pacome Zouzoua wakwepo. Hata kama kwa timu ina Pacome Zouzoua, nyinyi mna timu. Mtu wenyewe hata mpira hajui. Mchezaji hajawahi kufanywa approach na timu yoyote. Wewe mwangalie Stefani Aziz Ki alokuwa anajua. Yupo leo? Umenielewa sijui? Twende tukatafsiri mpira. Shehe, tuna mtu mmoja wa Faransa tunamuita Gue. Yaani nyinyi mpeni jina mtakalompa. Si wa Faransa tunamuita Gue. Kuna mtu hapa pembeni anaitwa Aura Babu. Astaghfirullah. Yaani unatazama ladha, yule Aura kuchukua watu wawili ni kama analamba asali, na unafahamu utamu. Umenielewa vizuri? Yule Gue alisababisha yule Mzanzibari jana Baka anasikia naye akula dako kapitiliza. Shabalala kapimwa mara 12 zote kapisha, mwisho anamwambia Baka, "Wai!" Mwanaume akija anaomba anatingisha mara 2 anainua mpira. Mara kama vitobo alivyochukua jana Shabalala, mimi nimeona imani. Unajua Shabalala hivi anawaza kwa nini mimi niko Yanga? Man of the match jana, mwanaume kibabage. Jana man of the match kibabage. Simba pointi 3, man of the match. Sifungi macho. Paka TFF foto ya adhabu. Man of the match jana kibabage. Unaenda kumpa yule golikipa wa Yanga kwa sababu ya kusave. Ka save 2 sijui 3. Si hatukutengeneza hatari nyingi jana. Jana tulikwenda chuoni. Jana tulithibitisha kuwa Simba ni chuo cha mpira duniani. Mimi ninakwambiaga viko vingapi? 3. Amsterdam, Uholanzi, Rio de Janeiro, Brazil, na Dar es Salaam, Dar Stamina ya Simba Sports Club. Ndio vyuo vya soka duniani. Jana tulikwenda kufundisha mpira. Jana tulimwambia, mimi siamini kwa Mwalimu Baka ndo alifanya mambo. Kwa nini? Mwalimu nyuma miezi 6 hawezi kutia mfumo, tadanganyana. Baka saizi akitolewa Mwanga ametolewa. Baka alichokifanya jana ni mimi ni mwalimu. Muda huo uniruhusu kufanya vitu vikubwa. Wanangu mpira unachezwa kwa utayari wa akili na mwili. Chama Tanzania hamna kama wewe Kratos Chota, mwanaume triple C, mwamba wa Rusaka, mzee wa kudribu, mzee wa kupiga ile locomotive vent, sijui mnaita Waingereza. Bana mimi mambo ya Kiingereza sijui, na bahatisha. Fanya vitu vyako, sio kwa hawa Yanga. Wamepata akili lini Yanga? Tuonyeshe kile ulichokuwa nacho. Nyuma hapa kuna mwanaume Kagoma lazima awe salama. Hapa kuna Ture, kama sisi tunavyomuita wa Faransa Ture. Umenielewa? Hapa nyuma kuna mtu anaitwa Dariok. Mimi ni Mfaransa brother, usisubiri lugha zenu zile za kuungaunga. Kuna Dariok. Ufundi kutoka kwa mwanaume kibabage, ufundi kutoka kwa Kapombe. Wewe 6 kwa nini usiwe na hatari? Mbele ya 6 kuna Alassane Maodo. Fundi wa mpira mwanaume, pasi rula. Jana tumeamua kumfundisha soka. Yaani jana ndo tumemwambia Yanga tena Yanga ujue wawe na adabu hivi. Pumbavu zao. Jana wamekuwa na adabu, yani wachezaji wao wanaona kikosi B. Yaani jana wanaona wachezaji hawakuingia. Yaani ukiwakumbusha sasa ndio wanajua kumbe wote walicheza. Umenielewa vizuri? Tulikwenda kufundisha mpira, tulichukua wasaa tukasema tutawafundisha mpira. Kwa hiyo katika hoja ya ushirikina, jana ilitulizwa na watu wenye maarifa. Katika safu ya mpira, jana niliona ufundi mkubwa sana. Kwanza utayari wa akili kwa mabeki, central beki na mwenzie. Umenielewa vizuri? Hawa watu ni hatari sana. Namba 5 na 4 za Simba. Zile namba 5 mara mwisho niliziona Brazil zile kina Casemiro ujue shaka. Namba 5. Casemiro ni mtu wapi?
Brazil namba 6 hivi. Bwana. Sasa hivi unavyosema namba 6 Afrika Goma anacheza 6. Simba sisi tuna hatari brother. Sisi tunapokuwa tuna mpira tunakuwa na viungo 6, hatuna namba 6. Namba 6 anakuwa huyu Darok mnamuita. Ndio maana jana ulikuwa unamuona anatolea pasi mbele ya kifua chake. Unajua akiwa amekaba kwenye goli lake kifua ndio kinakuwa katika 6. Sisi hivi unaweza kaambua Simba ina mchezaji anaitwa Abraham ukasema yupo, unaweza kusema tumemuuza. Ukumbuki kama kuna mchezaji anaitwa Abraham. Watu wanaamua kutaka kuaga. Sasa hivi ukimwona nani anaaga usishangae. Elimpanzo Kibisawala fundi wa mpira Volcano akikwambia nataka kuaga usishangae. Shekhe, unataka nini katika Simba hawajakifanya jana? Vitobo wamepigwa. Umenielewa? Vidari wamechukua vizuri tu vya kutosha. Pasi za hatari ambazo zinapigwa katika form Simba wamepiga za kitu gani? Hebu nikumbushe kuna kitu gani Simba hawajafanya? Alama 3. Wamepata muamuzi kati ya mfukoni. Simba wamefunga goli clear, dunia nzima inajua.